بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka wa 1441, katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah للإمام المزني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية قول المصنف رحمه الله: عال على عرشه. قوله عال على عرشه أي مستو على عرشه مرتفع عليه، amelingana juu ya arshi yake, yuko juu ya arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى أخبر عن علوه واستوائه على العرش في 7 آيات في القرآن. na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa ya kuwa juu kwake na kuwa juu ya arshi yake katika aya 7 katika Qur'an. ورغم هذا البيان الجلي نجد أن أهل البدع والأهواء ينفون هذه الصفة الجليلة عن الله سبحانه وتعالى أو يحرفونها عن ظاهرها. na pamoja na ubainifu huu uliowazi kabisa, tuwapata wa ahli albid'a wal ahwa wakanusha hii sifa tukufu, waikanusha sifa hii tukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au wakaipotosha kutokamana na dhahiri yake. Hili ni jambo ambalo lipo na lajulikana kwa ahlul bid'ah wal ahwa. وحجتهم في ذلك أن الاستواء فيما يعهد ويشاهد لا يكون إلا عن حاجة وافتقار. hoja wanaoitoa wao wasema hii sifa ya istiwa kulingana katika jambo lililozoeleka na linaloshuhudiliwa na kuonekana. Jambo hili al-istiwa haliwi isipokuwa mtu ana haja, ni mhitaji wa kile alicholingana juu yake au alicho juu yake. فالمخلوق إذا استوى على الفلك أو الدابة فهو محتاج إليها. kiumbe akiwa juu ya chombo cha baharini au mnyama, basi bila shaka ni mwenye kukihitaji kile kilichokuwa chini yake. فلو أثبتنا لله الاستواء على المعنى الظاهر والمتبادر لأثبتنا حاجته للعرش، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة والافتقار. وسما لو كما سيسي تتثبتيشا hii sifa ya al-istiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana inaokuja haraka
yani unaoiona tu pale pale ya dhahir, basi tutakuwa tumethibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ahitaji arshi yake, yani bila arshi itakuwa hawezi kuwa na sifa kama hii, na Allah ametakasika kutokamana na kuhitaji. Wa alayhi, kujengea hoja hiyo tata, hoja hiyo isiyokuwa na msingi wowote, kujengea hoja kama hii, fa innahum harrafu ma'na al-istiwa' al-ma'ruf fi lughati al-arab wa huwa al-'ulu wal-irtifa' ila ma'nan gharib غير معهود عند العرب. kujengea hoja yao hiyo ya fikra zao potofu, wakapondosha na kubadilisha na kupotosha maana ya istiwa kutoka katika ile maana inayojulikana katika lugha ya Waarabu kwa ni maana ya kuwa juu, wakaleta maana ambayo ni geni, si maana iliyozoeleka kwa Waarabu. فقالوا وكسما المقصود بالاستواء في الآية الاستيلاء، مقصوديو يا الاستواء katika aya ni kutawala الاستيلاء. فمعنى قوله ثم استوى على العرش أي استولى عليه، ametawala juu ya arsh. Hili ndilo walilokuja nalo ahlul bid'ah, sema kisha akatawala. Na ukiangalia tarjama za Kiswahili, ikiwa sikukosea, zote bidun istithna, zote ya Sheikh Abdullah al-Farsi, Barwani, hii ambayo ni tafsiri ya iliyotolewa na Darus Salam, nasikia walipewa wanafunzi hii kule Saudia, sijui ni wa Tanzania au wa Kenya. Kama wanisikia maneno yangu haya matapeli, kama wanisikia maneno yangu haya nazungumza, hawa walioandika hii tarjama ya Darus Salam matapeli, wevi, wakapewa senti wakala, wakachukua wakakopi tarjama nyingine ya Abdullah al-Farsi manani, wakakopi vile vile wakaeka hapa, kisha wakawaambia wale kwa kuwa ni Waarabu hawajui Kiswahili, kaambia hii hapa tushaitengeneza, angalia hapa kama wakuandika, kisha wakatawala. Watu wengine nawaambia kule Saudia waenda kuangalia mitende, hawendi kusoma, wakati wenzao waenda kusoma. Kuna wengi waenda kusoma, kuna wengine waenda wakirudi hapa wajua kuna tende itwa ajwa, wajua kuna tende itwa ambar, wajua kuna tende itwa mabrum. Basi atakuja hapa ajua aina ya tende na mitende. Kama hawa wakaandika upotofu katika aqida katika tarjama kama hii, na wenyewe hawajui, sababu wenyewe hawana itikadi hii. Hakuna, mimi sijaona tarjama ya Kiswahili katika ilmu chache niliyokuwa nayo, hakuna tarjama ya Kiswahili ya Qur'an ambayo imefanywa tarjama kwa misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na pengine ile ambayo niliwahi kutaja huko nyuma kwa Sheikh Abdul Fadhl hafidhahullah ta'ala, yuko katika hali ya kuiendeleza tarjama, ameandika shamaliza, ni kuna vitu ya vifanya, ikiwa tayari pengine asa huenda insha Allah ikawa ndio tarjama ya kwanza ambayo itakuwa imeandikwa kwa misingi ya itikadi ya Ahlus Sunnah. Nasallallahu yuwaffiqahu wa yu'inahu ala dhalika. Ni kazi kubwa sana, itakuwa ni mara ya kwanza. Angalau mwanafunzi akichukua akisoma atakuwa hana wasiwasi. Lakini hivi vilivyoko hivi, ikiwa mtu si mutamakkin katika aqida, mara moja kubeba tu alafu akaanza kufanya tarjama kwa namna ilivyo, makosa mengi sana. Kwa hivyo wakatafsiri kuwa
thumma stawa ala al-arsh, kisha akatawala juu ya arshi, akatawala. وذكروا بيتا يتيما منحولا لشاعر مجهول, kisha wakataja ubeti wa mashairi eti ndio ushahidi wao, ubeti ambao wanasibishwa kwa asiyekuwa na umiliki wa ubeti huu, mshairi asiyejulikana. Sema kama alivyosema mshairi. asemaje mshairi? قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وبشر المذكور في البيت هو بشر بن عبد الملك أخو مروان ابن عبد الملك. بشر aliyetajwa hapa ni Bishr ibn Abd al-Malik, ndugu yake Marwan ibn Abd al-Malik al-Umawi. وكان قائد الجيش الذي فتح العراق, na yeye ndiye alikuwa komanda wa jeshi lililofanyia fathi ya Iraq. فالشاعر قال هذا البيت في زمن بني أمية. kwa hivyo huyu mshairi aliutaja ubeti huu katika zama za Bani Umayya. Nani aliyekwambia katika lugha ya Kiarabu watu wachukua ushahidi wa mashairi yaliyozungumzwa katika zama za Bani Umayya ama Bani al-Abbas, na huku kwingine huku khalas, yani haichukuliwi tena. Kama ingelikuwa katika zama za jahiliya kwa mfano, wakati wa masahaba kwa mfano, maaqul, lakini wakati wa Banu Umayya maulama hawachukui abiyat kama hizo kuzifanya ndio ushahidi. فأين الشاهد على المعنى المزعوم قبل هذا الوقت؟ kabla ya kufikia wakati wa Banu Umayya wakiwa ndio watawala rahimahumullah, kabla ya hapo, hebu tupeni ushahidi kuwa wale Waarabu walikuwa wakitumia maneno kama haya au kwa maana hii. وما المانع أن يقال إن المعنى المقصود في البيت هو العلو والارتفاع؟ na kipi cha tuzuia sisi kusema kuwa hata hii maana iliyokuja katika ubeti huu maana yake ni kuwa juu. فإن بشرا يمدح بأنه استوى على عرش العراق وارتفع عليه. hapa Bishr asifiwa kuwa alilingana juu ya arshi ya Iraq akawa juu yake. wa amma istila, ama kule kutawala, fala yumdahu alayhi alqada, sifa hii hawasifiwi nao makomanda wa jeshi. wa inma yumdahu alwulatu alladhina amaru alqada, wanaosifiwa nayo sifa hii ni wale viongozi waliowaamrisha komanda wa jeshi wende wakanini wakafungue nchi fulani. nafikiri muona vizuri, sababu mtawala hapa atakuwa ni Bishr ama mtawala atakuwa ni yule khalifa aliyemtuma? bila shaka mtawala ni yule khalifa. وفي البيت إشكالات كثيرة غيرها, na katika huu beti kuna ishkal na matatizo mengi yasiyokuwa haya. فهو منسوب إلى الأخطل النصراني, mwanzo ubeti huu wanasibishwa na bwana mmoja aitwa al-Akhtal ambaye ni Mkristo mnasara. وذكر بعض أهل العلم أنه محرف, baadhi ya wanavyuoni wakataja kuwa pia ubeti huu ni muharraf. وقائله متأخر الوفاة, na msemaji wa ubeti huu amekuja baadaye, mfariki baadaye. فإن العلماء لم يعتمدوا على الشعر في الشواهد العربية في زمانه لغلبة العجمة. katika zama zake huyu anayenasibishwa huu beti, ulama walikuwa hawategemei mashairi ya zama hizo katika shawahid za lugha. Kwa nini? Kwa sababu kulighilibu Uajemi, si Uarabu. Sababu Waarabu walikuwa washaingia katika nchi za nini, za Ajam, wale wasiokuwa Waarabu, ikawa ule ulimi unaanza kubadilika. ila ghairi dhalika min almaakhidh alkathirati ala hadha albayt, na nyinginezo katika maakhidh na kupatilizwa kwa huu ubeti ni kwingi mno kuliko hivi alivyotaja.
قال ثم إن سياق الآية لا يحتمل هذا التأويل الفاسد. ukiangalia aya pia siyaki yake haibebi hii maana au hii tafsiri mbovu. فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فإن ثم تفيد الترتيب والمهلة. ukitumia thumma yakupa faida kuwa ni baada ya hiki ni hiki, lakini kuna muhula pale katikati. فهل كان العرش خارجا عن ملك الله سبحانه وتعالى ثم استولى عليه؟ je ile arshi ilikuwa iko nje ya ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha ndio akaitawala? Maana ukisema kutawala hata katika ule ubeti pia qad istawa bishrun ala Iraq, ilikuwa Iraq kuna watu wengine wako pale, sio? Kisha yeye akaja akafanya nini? Akatawala. Kwa tukichukulia mfano huo huo katika ubeti wanaotoa wao, tutasema kuwa arshi ilikuwa si milki ya Allah, wal billah ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufahamu huo akashinda au akamtawala yule ambaye alikuwa katika ile arshi ama alikuwa kimiliki ile arshi ili aitawale yeye ile arshi. Umeelewa sio? itakuwa ibeba maana hiyo. إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تلزم كل من تلوث بلوثة التعطيل التي جرتهم إلى هذه التحريفات المتراكمة. na mengineo katika mambo yanayolazimu au mambo ya batil au lawazim za batil zinazolazimiana na kila aliyejichafua kwa uchafu wa kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, uchafu uliowavutia wao kuingia katika kupindisha na kuharibu maana kwao kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kulikorundikana. فلم يبقوا آية أو فعلا أو اسما لله جل جلاله إلا وحرفوه عن بابه وعن معناه المعهود في لغة العرب. hawakubakisha hawa watu aya wala kitendo katika vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala wala jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wamelipindisha katika maana yake kwenye mlango wake na maana yake iliyozoeleka katika lugha ya Kiarabu. Hakuna kitu ambakisha mpaka mwisho. Kwa mfano hapa laja suala la kuwa Allah yuko wapi, wao wasema haifai kuuliza Allah yuko wapi, haramu. Masha Allah. Tukamwambia kuna hadithi lakini katika sahih Muslim ya Muawiyah ibn Hakam as-Sulami, Mtume sallama alimuuliza yule kijakazi, aina Allah, ambia Allah yuko wapi? Qalat fi as-samaa. Asema Mtume sallama alimkiri kwa sababu alikuwa yajua mwenda wazimu yule, yani wakamtupia yule kijakazi maskini kuwa alikuwa mwenda wazimu. Mmeyatoa wapi pia haya? Sisi tuona alikuwa mwenda wazimu. Inawezekana na akili alafu aseme Allah fi samaa. Wewe unaje? Wewe unaojiona una akili wewe, wasema Allah yuko kila mahali. Ukiulizwa je chooni, utajibu nini? Je kwenye majaa ya taka, ajibu. Kwenye matumbo yako ndani, utajibu nini? Hizi zote ni lawazimu ambazo zafungamana na itikadi hii potofu. Hii itikadi ni kufuru. Na mimi nashangaa eti wao ndio wanyosha Ahlus-Sunna nasema nyinyi kuitakidi kwa Allah yuko juu ni upotofu. Nyinyi mko katika kufuru wal iyadhu billah, kuitakidi jambo ambalo Allah hajalisema wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hivyo ukiangalia utaona kuna lawazim batila nyingi zimefungamana na itikadi hii potofu, nyingi sana. Kama maswali kama hayajibiki, sababu akijibu ataingia kwenye nini? Kwenye kufuru wazi wazi. Sasa utafanyaje? Mbona sisi tunasema kuwa Allah yuko juu? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, sabbih isma rabbika al-a'la. na Allah subhanahu wa ta'ala asema ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. na Allah yasema aamintum man fi as-samaa. na Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia Qur'an asema tanzilul kitabi min Allah. na kushuka huwa kutoka wapi? Kwenda hivi sideways, downwards, upwards, sio kama wanavyosema wao. Kushuka ni kutoka juu kwenda chini, sio? Niwaelezea mfano wa namna wanavyochanganyikiwa hawa watu. Siku moja mmekaa usiku nasikiliza redio, mmoja katika hao muattila azungumza pale, mubtadi', msikiliza sema nini, azungumzia hadithi ya nuzul, kwa Allah hushuka katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Akawa maskini amejisahau, si ati kujisahau, ni ndio sawa alivyoumbwa yeye fitra, asema kuwa Allah hushuka katika mbingu, akawa yaieleza hadithi. Sasa mwisho akaulizwa swali, wakusudia nini kusema kuwa Allah yashuka katika mbingu ya kwanza? Sema sijekaa watu wanaelewa vibaya, kukusudia kuwa Allah mwenyewe kwa dhati yake yashuka na nini. Allah yuko kila mahali, lakini rehma zake ndo zashuka pale. Sawa. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah asema, akisema hivyo tusema dhalika ma kunna nabghi, sisi tunataka hapo hapo. Nini zashuka? Rehma zake. Kutoka wapi zashuka? Kutoka wapi? Huyu anayesema hivi amekaa kama mfano wa yule kasuku Makengeza na mwenyeji Makengeza. Unajua kasuku na mwenyeji wake wote Makengeza. Mwenye kasuku alisahau banda wazi, atakana kasuku afanye nini? Akimbie, sio? Nafasi hiyo, yuko peke yake, akimbie, sio? Sasa banda ameliwacha wazi, akitoka hivi akakumbuka, bwana ile banda ameliwacha wazi na kasuku ashatoka nje. Sasa kwa kuwa yule kasuku Makengeza akaona yeye yuko ndani ya banda, kumbe yuko nje, akakimbia ndani. Na yule Makengeza ambaye huacha mlango wazi alikuwa aona yeye amfunga mlango, kija pale akafunga ule mlango, yule kasuku akarejea ndani ya banda. Kwa hivyo hakukimbia, kabaki pale pale. Sasa huyu yukimbia yeye ile dhahiri ya hadithi, sababu Mtume sana anasema yanzilu rabbuna wazi wazi. Yeye asema zinazoshuka ni rehma za Allah. Sisi tunasema sawa, haya rehma za Allah zatoka wapi hizo? Si wasema za shuka, zatoka kwa nani? Maana yake Allah yuko wapi? Yuko juu. Wewe unaingia pale pale ulipokuwa ukimbia, huwezi kupakimbia. Halafu hizo rehma zasema man yad'uni fa astajiba la, nani aniomba mimi nimkubalie maombi yake? Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Wengine nasema huyu malaika, ukisema malaika utakufuru. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Hapana pa kukimbia. Kwa hivyo kwa hizi dalili nyingi, na yeyote anayekanusha itikadi ya kuwa Allah yuko juu, basi itikadi yake ni ya kifirauni. Na yule anayeitakidi kuwa Allah yuko juu, itikadi yake ni ya kimusa. Kivipi? Firaun amwambia Haman, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Ataka njia za juu kule. Njia zipi? Asbab as-samawati
faattali'a ila ilahi Musa, nataka kwenda kumchungulia Mungu wa Musa kule juu. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, kama vile nyinyi mwambia ahlus sunna kadhabina, hivyo hivyo nyinyi na Firauni wenu huyo. Firauni huyo, hii ndio itikadi ya Firauni. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, yuwadhania Musa ni mwongo katika nini? Katika kumwambia kuwa mimi nina Mola wangu na yuko juu. Sasa yeye ataka kwenda achungulie, na nyinyi hamuamini tuwaambia kuwa Allah yuko juu, nyinyi hamuamini, mtuita sisi waongo katika hilo. Mjue anaitakidi huko nyuma kama itikadi yenu ni Firaun, lakini Musa alikuwa akiitakidi kuwa Allah yuko juu, akamwambia Firaun Mola wake yuko juu, na ndio maana Firaun akataka kufanya nini? Kwenda kumtizama kule juu. Na hujja ziko nyingi sana, na mimi sasa hivi nitasimamisha darasa kidogo. Muona wale watoto kule nyuma kule wale hata hawajui tuzungumzia nini, si ndio? Kuna mtu mmoja yotuangalia sisi uko madrasa kule, sio? Naomba nendeni kachukueni watoto wote watatu pale ama wanne watano tu, bebeni waleteni hapa haraka tu, nionyeshe mfano. Fanyeni haraka, wadogo kabisa katika wale, sichukue wakubwa, chukua wadogo kabisa. Nataka kuonyesha mfano mzuri leo, mjue haya maneno tunayozungumza ni ya kweli, hayana shaka ndani yake. Na leo mtajua kama ahlul bid'ah ni waongo. Watoto, sisemi nyinyi watu wazima, mmekwenda skuli mkaambiwa everywhere, ngojeni mtizame. Tasimamisha darasa kidogo. Sheikh Abdullah, mwambieni Sheikh Abdullah tupe watoto wale wake wadogo wale haraka haraka. Ustadh Abubakar sio waja na wale pia walete wale pale, leta wawili watatu hivi. Hao wadogo muona wale watoto, hatukumfunzia mtu, tunamfunzia mtu, hatujamfunzia mtu. Haya, salamu alaykum watoto. Mmoja mmoja aje mbele. Wa kwanza njoo Karama, songea mbele. Allah yuko wapi wewe? Nenda zako. Wewe njoo hapa. Wa pili huyu, wewe baki huko huko. Allah yuko wapi? Nenda zako. Wewe Allah yuko wapi? Juu, nenda zako. Hakuna hata mmoja atasema hivi. Na wewe nenda kawaulize watoto dunia nzima, awe kafiri au Muislamu, atakwambia hivi. Wewe wa mwisho njoo mbele. Wewe mwenye kofia, wewe njoo. Nyinyi bakini nyuma shurem. Allah yuko wapi wewe? Allah umjua? Anenda. Wewe wa pili, na wewe, na anendeni. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والله فطرة Allah amemuumba mwanadamu kutoka azaliwe ajue Allah yuko juu. Wallahi, na wewe nenda kajaribu mtoto yote dunia, si hawa tu, nenda kokote. Sio akasema kesho watoto kisada fiwani. Ndio maana kweli, jarib tajid, utajua kama Allah ameumba kwa fitra. Kila mmoja ajue kwa Allah yuko juu, hakuna ambaye ajui. Hata yule anayekanusha akiomba dua ndani ya nafsi yake yuhisi kwa yomomba aliyekuwa juu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. jazakallahu khairan. قوله على عرشه، ذكر المصنف رحمه الله العرش المجيد لله سبحانه وتعالى. hapa المصنف رحمه الله ametaja arsh, na arsh tukufu ni kiumbe chake Allah subhanahu wa ta'ala. wal arshu makhluqun adhimun min akbar al makhluqat wa athqaliha waznan. Arsh ni kiumbe kikubwa mno, bali ni kikubwa kuliko viumbe vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo kiumbe kilichokuwa na uzito kuliko kiumbe chochote kile. walahu qawaim, na arshi hii ina miguu.
وملائكة عظام يحملونه نكون ملائكة وكبوة ambao huibeba arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala. وغير ذلك من الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة والتي تبين عظمته وفضله، فالواجب هو الإيمان بجميع ذلك كما ورد. na nyinginezo katika sifa zilizokuja katika Qur'ani na Sunna ambazo zabainisha ukubwa wa arsh na fadhila kubwa ya arsh. Kwa hivyo uwajibu kwa Muislamu ni kuyaamini yote hayo yaliyokuja. واستواء الله جل جلاله على العرش لا عن حاجة وافتقار كما توهمه أهل الزيغ والضلال. na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa juu ya arshi yake sio kwa kuwa aihitaji arshi, la, kama wanavyodhania wapotofu. bal rabbus samawati wal ardi ghaniyun 'anil arshi wa 'an ghayrihi min al makhluqat, bali Mola mlezi wa mbingu na ardhi ni mkwasi aliyetosheleka kutokamana na arshi na vinginevyo katika viumbe, hahitaji chochote katika viumbe wake. wal arshu wama dunahu kulluhum fuqara'u ila Allah muhtajuna ilayhi, na arsh na vile vilivyoko katika viumbe chini ya arsh vyote ni vyenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa subhanahu almumsiku laha biquwwatihi wa qudratihi, na Allah ndiye anaizuia arsh kwa nguvu zake subhanahu wa ta'ala na uwezo wake, kama qala subhanahu wa ta'ala afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah ndiye azisimamia nafsi zote subhanahu wa ta'ala. وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الله أزيزويا mbinguna ardhi zisiondoke mahala pake. وقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، kuna mtu yuona nguzo zinazuia mbingu? Hakuna, lakini Allah amezinyanyua mbingu. فاستواء رب العالمين على العرش هو عن غنى عنه. kwa hivyo istiwa ya Allah Mola mlezi wa ulimwengu wote juu ya arsh sio kuwa aihitaji, bali ni mkwasi, haihitaji arsh. بخلاف المخلوق فإن استواءه على الدابة أو السفينة أو غيرها هو عن حاجة وافتقار. kinyume na kiumbe yeye akiwa amelingana juu ya mnyama au juu ya chombo cha baharini au chochote kile, basi huwa akihitaji kile kitu, kikiondolewa chini yake atapata tabu, lakini sio Allah subhanahu wa ta'ala. na wewe ukichunguza vizuri utakuta kuwa hao wanaokanusha mwanzo wamefananisha, walivyofananisha ndio wakakanusha, sababu wao wamemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe. Sema angalia yule kiumbe akiketi juu ya yule farasi, yule farasi akiondolewa chini basi pia Allah itakuwa hivyo hivyo. Kumbe wewe ulifananisha wewe, kisha wewe mjinga, yani huyu jahil muattil, yeye aonyesha ahlus sunna sema wale ni mushabbiha wa kutoka wapi? na nyinyi ndio mmefananisha, ndio mkakataa. Sisi tumethibitisha kwa sababu tusema kuwa hawakufanana kabisa. nafikiri liko wazi. naktafi bihadha alqadr. hiki kipande kilichobakia inshallah katika huu mukaddima tutakimalizia katika kikao cha kesho inshallah taala. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum.